miradi ya kimaendeleo. Hilo nimelisisitiza kwa maana ya kwamba kama ambavyo hatuna mchezo kwenye makusanyo ya mapato, kama mkurugenzi siwezi kucheka na mtu anayetuhujumu pia kwenye miradi ya maendeleo. Na nimeeleza kwamba ziko hatua ambazo nimekwisha kuzichukua, ikiwa ni pamoja na kuwachukulia hatua baadhi ya watumishi ambao walikuwa wanatuvuta shati nyuma na ambao walikuwa wanatukwamisha katika utekelezaji wa miradi mbalimbali. Kwanza nimeweka onyo na katazo la kwamba kuanzia sasa katika halmashauri hii ya Mbarali ni mwiko kuwa na miradi viporo, kwa sababu hakuna sababu ya kuwa na mradi kiporo kama fedha ya mradi imepelekwa, wataalamu wa kusimamia mradi wapo, na kimsingi tumepewa muda wa utekelezaji wa mradi husika. Nimekuwa nikielekeza na tumeanza kusimamia kwamba hakuna sababu ya kuomba nyongeza ya muda katika utekelezaji wa miradi, labda kama kuna sababu ya msingi sana ambayo ipo nje ya uwezo wa kibinadamu kuicontrol katika kuhakikisha mradi unakamilika. Lakini fedha ipo, imetengwa, mradi unatekelezwa. Wajibu wetu ni kusimamia mafundi, kusimamia wazabuni, mradi ule ukamilike kwa wakati. Lakini pia nimeeleza hatua ambazo tumeshachukua kupitia idara ya ujenzi. Kwanza tuna mkuu wa idara ya ujenzi mpya, lakini pili tayari kuna project manager ambaye ni mhandisi anayetoka kwenye idara ya ujenzi mwenye wajibu wa kusimamia mradi mahususi. Kwa katika miradi yetu yote sasa tutakuwa na project managers ambao ni wahandisi wa kuisimamia ile miradi na kuhakikisha miradi ile inatekelezwa kwa viwango na ubora stahiki. Lakini pia nimeeleza hatua ambazo tumezichukua kupitia wakuu wetu wa idara, user departments wenye miradi, kwamba kila mkuu wa idara atawajibika kwa nafasi yake atakaposhindwa kusimamia mradi. Lakini tunatambua tuna watendaji wa kata, watendaji wa vijiji ambao ndio engine ya uendeshwaji wa halmashauri. Wao wana maelekezo mahususi ya mdomo na kimaandishi kupitia vikao ambavyo tumekaa wakati wote kusimamia miradi ambayo ipo kwenye kata zao na kuhakikisha miradi ile inakamilika.